mashaka, ila ninajipa moyo uko nami Bwana, niangukapo waniinua. Nitawezaje kusimama mbele zako hukumuni, hukumuni. Leo Bwana ni mbele zako, lengo siku kulaumu kwa nini uliniumba. Ile Bwana ni mbele zako, nikiomba, nikiomba. Badilisha maisha yangu, nibadilishe, nibadilishe. Badilisha maisha yangu, nibadilishe, nibadilishe. Muda mwingi naanguka na kupoteza imani ndani yangu. Dhambi yazidi kuleta mashaka ndani yangu, ndani yangu. Matendo yangu ya siri na wazi, siku ya mwisho yataletwa hukumuni. Niwezeshe kuamini kwako Bwana, nitashinda kwa imani. Leo Bwana ni mbele zako, lengo siku kulaumu kwa nini uliniumba. Ile Bwana ni mbele zako, Sogeza. nikiomba, nikiomba. Badilisha maisha yangu, nibadilishe, nibadilishe. Badilisha maisha yangu, nibadilishe, nibadilishe. Leo Bwana ni mbele zako, lengo siku kulaumu kwa nini uliniumba. Ile Bwana ni mbele zako, nikiomba, nikiomba. Badilisha maisha yangu, nibadilishe, nibadilishe. Badilisha maisha yangu, nibadilishe, nibadilishe. Somo la leo lina kichwa kinachosema art ya kuwafikia ndugu. Kwa hiyo naweza kusema kuwafikia ndugu kwa ufupi. Hao ndugu hao, namna ya kuwafikia. Na nikitambua moto wa makambi haya, nitakwenda. Nimebarikiwa, nimejua namna kuteka baraka. Sasa namna ya kuwafikia ndugu.
mwaka fulani nilikuwa nikisafiri. Ule mwaka ambao nilitaka kuoa. Nimeshamaliza mambo yote na mchumba wangu. Zawadi nimeshatoa. Sidaiwi hata senti 5. Habari ya shela nimeshalipa. Viatu vya bibi harusi nimeshalipa. Mafuta ya kujipaka nimeshatoa. Chanuo ya kuchana nywele nimeshalipa. Hivi ninyi waga kutoa, mbona mnacheka? Yaani kila kitu nimeshalipa. Ama nimeshakabidhi. Ama nimeshatoa. Sasa ninarudi nyumbani katikati ikiwa imebakia miezi 2. Na mimi niitwa baba fulani. Nikaja mpaka pale Misigiri. Mke wangu nilikuwa namuoa huko. Nilivuka mikoa 3 kutafuta mke. Sinasikia ninyi mnavuka tu nyumba moja, mwenzenu nilivuka mikoa 3 kutafuta mke. Sasa nikiwa pale Misigiri ninasubiri basi la kunichukua mpaka Shinyanga. Na wakati huo nilikuwa mchungaji takriban miaka 5. Niwaambia siku ile kilipo katika kikisa kwamba mimi mke wangu kwanza nilimuona kichungaji, nikampenda kichungaji. Yaani hata lile neno tura kwanza nalo lilikuwa la kichungaji. Mimi sikuanza na neno mshikaji, nilianza na neno la heshima zake. Na hivyo mpaka nikamuoa kipasta. Ikiwa niko pale Misigiri, nasubiri basi na Jimnisa kutoka Dar es Salaam. Miaka hiyo kabla mjazaliwa. Nyinyi mlikuwepo kweli nini? Hamkuwepo. Nikiwa niko pale, ikaja gari ndogo. Kashusha tu kioo kama nusu kioo. Halafu wakaniambia ingia twende. Na mimi sikuwauliza wanakwenda wapi. Na hata sikujua ni nani nitamkuta mle ndani. Nikafunguliwa mlango, nikaingia ndani. Nikawakuta watu 3 ndani ya lile gari dogo. Safari ikaanza. Tumeenda tukashuka ule mlima wa Sekenke mpaka tukaingia eneo la Shelui. Hatuongei, kila mmoja amenyamaza. Hata wao wenyewe hawaongei, wanaambiana tu neno moja, wanaendelea. Tulipofika pale Igunga wakaacha barabara. Wakaingia ndani kidogo kama mita 300. Halafu akasimama. Halafu mmoja akatoka nje. Halafu akaizunguka ile gari ndogo. Halafu akaja akaniambia gari letu limepata hitilafu na hivyo hatuwezi kuendelea na safari. Na kwa hivyo tafuta gari lingine litakalo kufikisha unako kwenda. Basi nikashuka, nikaichukua briefcase yangu. Nikaanza kujifikiria sasa nimeacha basi la Jimnisa. Na wakati huo mabasi kutoka Dar es Salaam pale Misigiri, msiojua Misigiri ni kutoka Singida, kama unaitafuta Shelui ama Igunga, mlikuwa mnakanyagana. Yani kupata siti ilikuwa ni ndoto ya miaka 3 iliyopita. Kwa hiyo ukishaingia pale unajua tu ni kubaki umesimama mpaka unako kwenda. Basi nikaanza kufikiria namna nitakavyoweza kutabika, maana mahali nilipokatia tiketi ni Misigiri. Na sasa ninakuja kupandia gari eneo la Igunga, mahali ambako hata atakaye kuwa ndiye aliyewakatia wao wengine hanifahamu hata herufi moja ya jina langu. Nikiwa na tafakari namna nitakavyokabiliana na hiyo dhoruba, nikasikia kwa mbali sauti ikisema, ni wewe tu ndiye tulikuwa tunakusubiri. Mwanzoni hii sauti hata sikufikiri kwamba inahusiana nami hata kidogo.
Maana hata ninyi mwenyewe mnajua miaka 2000 hazikuwepo hizi simu ambazo leo unaweza kuwasiliana na mtu hata akiwa jikoni. Na kwa hivyo ile sauti hata sikuichukulia hata kidogo. Lakini mara baada ya dakika chache nikaisikia kana kwamba imepunguza umbali kati yami na yule aliyekuwa anatoa sauti. Na nikasikia maneno yale yale, ni wewe tu ndiye tulikuwa tunakusubiri. Nikayatupa macho nione kwamba huko inakotokea sauti kuna nani na anafanya nini. Nikaona kuna mtu alikuwa anakimbia na akiwa anakuja mwelekeo wa huku niliko. Nikamwona akaja, akalirudia lile neno na akanikaribia. Nikagundua hakika mimi ndiye niliyekuwa nahusiana na ile sauti. Akaja mpaka mahali nilipokuwa, akanipokea briefcase. Nami sikutaka kumuuliza wewe ni nani. Nikamkabidhi briefcase, akanishika mkono. Nilikuwa nimevaa suti, tukaanza kukimbia. Na nyinyi wote mnajua wachungaji wakimbia ovyo. Ukianza kuona mchungaji mbogo anakimbia ovyo, kama ni mzee wa kanisa wewe timua kabisa. Watu wakimbia, amenishika mkono. Tumekwenda, ghafla nikaona basi kwa mbele. Na tukaribia, akalifungua mlango. Nikasikia na inusha ile briefcase, nikasikia namna alivyodondoka kule mbele. Halafu akaniachia mlango niingie. Kumbuka sijamuuliza jina, hata yeye hajaniuliza jina, na sikusoma hata jina la basi nalolipanda. Nilipokuwa nimeanza kuingia, nikaupandisha mguu wangu mmoja. Wakati nainua wa pili ili sasa unisaidie kuona vizuri kule ndani, nikasikia ule mlango unausukuma mguu wangu wa nyuma ukafungwa, na mimi nikawa nimefungiwa ndani. Kupanda hivi, kutupa macho hivi ndani ya basi, macho yangu yakakutana na wanajeshi wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, JWTZ. Nilipotupa macho hivi, sikuona raia hata mmoja. Na mtu mmoja miongoni mwao akaniambia njoo. Na kilikuwepo kiti kimoja tu katika basi lote. Na hapa katikati kulikuwa kumejaa mchele, kumejaa maharage, na zimejaa kuni kuanzia upande huu mpaka mwisho. Nikaenda nikaketi. Lakini nikajiuliza neno moja. Hivi mimi nimekuwa mjinga kiasi gani hata sikuweza kufahamu ya kwamba lile basi nalolipanda sio basi la raia wa kawaida. Lakini nilikuwa nimechelewa, maana gari ilianza kuondoka. Sasa tukaondoka, tukiwa tunaendelea na safari, nikamsikia yule mkuu wa kikosi kila akisema, dereva, kituo cha kwanza ni mpakani mwa Tanzania na Rwanda. Na mimi naenda Shinyanga. Yaani kusema kweli nikajidharau. Nikasema, mchungaji, hivi kweli na uchungaji wako wote unasomaga Biblia unasema ndio taa, umeshindwa kujua kwamba hili sio basi ulilopaswa kulipanda? Lakini swali lingine nikajiuliza, kwani yule mtu aliyenifuata ni nani? Wakati bado najiuliza maswali hayo, mbele nikaona kulikuwa na semitela. Tulikuwa na semitela iko mbele yetu. Dereva wetu akaanza kupiga honi kuomba site. Sasa yule wa semitela hakuitoa site mapema. Ni kama lichelewa. Unajua askari wa Jeshi la Wananchi hawataki kucheleweshwa. Wakikuomba site hata kama haipo, paki polini. Sasa yule hakujiongeza, hakupaki polini. Mbele kidogo akaachia site, lakini upande wa kushoto. Na dereva wetu akadhani tumepewa site ya Kirwanda. Akaingia. Kumbe yule mwenye semitela alikuwa hatoi site, alikuwa anakwepa shimo. Tukaingia moja kwa moja, na tulipokuwa tunakaribia lile shimo, yeye akaanza kurudi upande wa barabara yake. Kwa hiyo sisi tukalazimika kwamba lazima tugongwe na hili tako la nyuma. Dereva alipoona ile hatari, akalipeleka basi lote polini. Na sasa tukiwa humo polini, akawa ndiye anakanyaga mafuta. Kwa hiyo tunagonga tu miti. Na nikasikia askari wote wanalia ya kwamba jamani tunakufa, ila mimi sikulia.
na kwa sababu nilikuwa nimeomba, tukiwa tumeshagonga miti ya kutosha, na mbele yetu ulikuwepo mti mkubwa kabisa ambao nilikuwa na hakika tukiugonga huo tayari tunadondoka. Mungu akamwongezea kaakili dereva, akakata kona ya kulazimisha ambayo hata sijui ilitokea wapi, akalirudisha lile gari barabarani. Alipolirudisha barabarani, nikasikia sauti zinasema, dereva, kanyaga mafuta, leo lazima tuue. Yani wakamuue yule wa Semitela. Na mimi tangu nimezaliwa mpaka nimekuwa mpaka jana, sijui ya leo sijawahi kuona mwanadamu akimuua mwanadamu mwenzake, sijawahi. Ila nimewahi kuona watu wanabatizwa. Hilo nimeona waliokufa kwa njia hiyo. Nikaona mafuta yakakanyagwa. Basi likakanyagwa. Kumbe wa Semitela naye aligundua kuna hatari amesababisha. Na kwa hivyo naye akakazana kukimbia. Utakimbia wapi na Semitela iliyofurika mizigo? Tukamkaribia. Tulipomkaribia, akapigiwa honi za fujo, akalazimika kupisha. Tukaenda mbele. Tulipoenda mbele, ile gari ikakatisha barabara yote, kwamba wanaotoka kule hawatapita na wanaotoka huku itabidi wasubiri. Wale wanaume wakashuka, wale watu wakashuka. Na waliposhuka, likashuka kundi kubwa, karibu 75% ya basi lote, wakabaki wachache. Nikaona wakaenda wakashika ule mlango, na mimi wakati gari lile linaikinga barabara, nilibaki upande huu ambao naweza kuona vizuri kabisa kinachoendelea, na nilikuwa dirishani. Wakaenda wakavuta mlango, kumbe yule mtu naye alichomeka mle ndani akafunga ule mlango. Walipovuta ule mlango mara ya kwanza, ya pili nikajikuta napiga kelele. Nikasema, jamani, msiue, maana Mungu ametuokoa. Jamani, simseme amina. Amina. Nilipopaza hiyo sauti, ndipo nikamsikia mkuu wa kikosi akisema, msifanye jambo lolote, maana humu ndani tuna raia. Kwani walimwacha? Wakamgonga konzi kidogo. Hawaachage mtu. Yaani mikono yao ilishazoea kupiga. Wakampiga konzi pale, halafu akarudi. Wamekasirika. Nikawa natembea katikati, wameshika briefcase. Nikigeuka hivi nikiangalia usoni, naona uso wa amani. Nikigeuka hivi naona uso wa amani. Nikasema, hata kama tunapokwenda pana hatari, lakini niko katika mikono salama. Simseme amina. Tukaenda, nikaona wananipeleka katika hoteli. Nikaona tukaingia. Halafu wakaenda kumuuliza yule mtu anayegawa chakula. Wakaniambia, kaa hapa. Nikakaa kwenye meza. Nikakaa kwenye kiti na meza yake. Wakanijia, unakulaga nini? Kama nakulaga wali na samaki. Kwani hata utakula? Huwezi kula umesimamiwa. Naomba tu kama na Mungu bariki chakula hiki kwa jina. Sikutaka wajue mambo mengi kunihusu. Na nikawa natafuta njia nitakavyotoka mikononi mwao. Yaani wakicheza tu kosa moja, nimeenda. Nikara wamenisimamia. Najaribu kusukuma tonge, yani hata samaki sato ninaojua ladha yake sikuisikia. Nikamwambia nimeshiba. Sasa mbona hujara mchungaji? Sasa nimeshiba. Nilitoka tu hapo na mliponichukulia nilikuwa nimeshakula. Kwani nimeshakula. Basi nikamaliza, wakanipeleka kwenye chumba. Kaona napelekwa kwenye chumba, wakasema utalala hapa, tutakuijia. Nikasema sawa. Basi walipotoka tu, nikaanguka chini karibu na mlango za Mungu. Zuia hawa watu walale usingizi wa kutosha, ili mimi niondoke wajaje. Wakati tu sijamaliza hata ombi, mlango ukafunguka. Sasa nikaona si busara kulikata ombi hujamaliza kwa jina la Yesu Kristo, amina. Kwa hiyo wakati naenda kumaliza kwa jina la Yesu Kristo, amina, nafumbua macho, wamesimama wananizunguka. Wako hao. Wamerudi. Wakaniuliza swali, na mimi nikibaki magotini, hapa mahali ni pazuri? Nikasema ni pazuri. Na sikujua wamekuja kufanya nini. Wakaniambia, basi utalala hapa, unajua wewe ndiye umetuokoa. Ile ajali tumegundua kama wewe usingelikuwemo, sisi sote tungekufa.
tumejadili tukagundua sisi tulikuwa ni wakufa tu, na kwa wewe kuwemo tumepona. Lala vizuri, tutakuijia saa 12 asubuhi. Sawa? Nikasema sawa. Walipoondoka tu nikaanza kufikiri hawa wanaweza kunifanya kwa mchungaji wa kikosi. Si ajabu hawa wataenda nami mpaka Rwanda. Na kwa hivyo walipoondoka hata usingizi haukuja. Kila wakati nafikiri labda ndio saa 11. Na nikasema nitaondoka saa 11 kamili. Ilipofika saa 10 nikaamka. Nikanawa, nikaweka mambo yangu vizuri, nikachana nywele. 11 kasorobo kuelekea saa 12 na briefcase yangu. Nikatoka nje. Lakini sikuwa nimejua yule anaye kama pokezi yuko chumba gani, sikujua. Nikakohoa. Nilipokohoa na yakakohoa, nikasema tayari. Nikaenda nikamwambia naomba ufungue mlango, nataka kuondoka. Nikaona akainuka kwenye kitanda kwa haraka, alikuwa ni binti. Unaenda wapi? Unataka kuletea matatizo mimi? Unaenda wapi wewe? Si unajua wale watu walisema kwamba watakuja. Unataka kwenda wapi? Nikamwambia hebu tulia kidogo. Nikamwambia walipokuja mara ya pili uliwaona? Walipokuja mara ya pili. Akasema niliwaona. Unakumbuka walichoniambia? Akasema hapana. Nikasema waliniambia nitaenda mwenyewe saa 11. Akavaa haraka, akafungua mlango, nikaondoka zangu mpaka leo. Somo la leo ni kuwafikia ndugu. Hebu msomaji, soma tena lile fungu la kitabu kile cha Mwanzo sura ya 37. Mstari wa 14b. Na naomba mniruhusu leo nitatumia dakika chache kabisa. Mwanzo sura ya 37 mstari ule wa 14 sehemu B. Mwanzo 37 mstari wa 14b inasema, basi akampeleka kutoka bonde la Hebron akafika Shekemu. Biblia inasema akampeleka kutoka bonde la Hebron, bonde lenye maji tele, bonde lenye malisho tele, bonde lenye utajiri tele. Akampeleka kutoka katika bonde la Hebron ambalo jana nizungumza habari zake, akaenda mpaka Shekemu. Naomba vumilia kidogo. Nataka kuwaletea habari za mtu mmoja ambaye Biblia imempatia heshima ya kutosha. Na mtu huyu naomba nimtaje kwenu haraka. Anaitwa Yusufu. Kijana ambaye hata wakati wa kuzaliwa kwake yale yaliyokuwa yamefungwa yalifunguliwa. Kijana ambaye katika kuzaliwa kwake hata waliokuwa wamesahaulika walikumbukwa. Biblia inasema ya kwamba kijana ambaye hata wakati wa kuzaliwa kwake wao waliokuwa ni watumwa walikumbuka nyumbani. Simseme amina. Kijana Yusufu. Biblia inasema mambo ya kushangaza. Na mimi naomba nianze nanyi namna hii. Naomba msomaji sasa ushike Biblia. Usome mstari ule wa 2 wa kitabu hicho cha Mwanzo 37. Mwanzo 37 mstari wa 2. Biblia inasema, hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake. Naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Biliha na wana wa Zilpa wake wa baba yake. Yatosha pastor. Biblia inamtaja Yusufu. Unajua Yusufu ina maana mbili. Maana ya kwanza ya Yusufu ni yeye anayeondoa. Maana ya pili ya Yusufu ni yeye anayeongeza. Kwa hiyo Yusufu akiwepo, yale mambo yasiyopaswa kuwepo yataondoka. Kama ni aibu itaondoka. Kama ni woga utaondoka. Kama ni kukosa imani kutaondoka. Kama ni kukosa matumaini kutaondoka. Kama ni wivu utaondoka. Kama ni ubinafsi utaondoka. Kama ni ugonjwa utaondoka.
kama ni mafarakano yataondoka. Yusufu anapokuwepo mahali, kila kisichopaswa kuwapo kitaondoka. Lakini maana ya pili, Yusufu ni mtu ambaye jina lake lina maana ya kuongeza. Yeye akitokea vitu vinaongezeka. Yeye akitokea amani inaongezeka. Yeye akitokea mashamba yanaongezeka. Yeye akitokea vyakula vinaongezeka. Yeye akitokea maisha yanaongezeka. Yeye akitokea furaha inaongezeka. Ni mtu ambaye anaondoa vitu vibaya na kuongeza vitu vizuri. Natamani katika kambi la Mafinga Pipeline aweze kuwepo Yusufu. Amen. Akiwepo Yusufu katika kwaya, utaona kwaya ina furaha, utaona kwaya ina amani, utaona kwaya ina jezi, utaona kwaya imevaa nguo za kijani, utaona kwaya imevaa nguo za kijani, utaona kwaya imevaa nguo nyeupe. Akiwepo Yusufu, wavulana wanaheshimiana. Akiwepo Yusufu, wasichana wanaheshimiana. Akiwepo Yusufu, mchungaji anaheshimiwa. Akiwepo Yusufu, mkuu wa kamba anaheshimiwa. Akiwepo Yusufu, mashemasi wanafanya kazi zao. Akiwepo Yusufu, kuna raha tele. Yusufu alikuwa kichunga na ndugu zake, lakini Yusufu alikuwa ni kijana, lakini alikuwa kichunga pamoja na ndugu zake. Mnafahamu ndugu zangu wapendwa, ya kwamba wakati Yusufu anazaliwa, yako mambo manne nataka niyataje kwenu kabla ya fungu hili. Nataka umuone Yusufu leo. Nataka tufundishane hata ambayo utaitumia kuwafikia ndugu zako. Unao ndugu zako kila mahali. Unao ndugu zako katika Yerusalemu. Unao ndugu zako katika Samaria. Unao ndugu zako katika mwisho wa nchi. Unao ndugu zako katika Yudea. Na wote hawa Mungu amewaweka ili wewe uweze kuwafikia. Unao ndugu zako kuzaliwa. Kuna watu wa kila namna, na ni lazima tuwafikie katika moto huu. Wanitakwenda. Biblia inasema nini wakati anazaliwa? Hebu turudi nyuma kidogo. Kama tulivyojifunza habari ya Nuhu, turudi nyuma kidogo. Wale mliokuwepo niwaambia, Nuhu alipozaliwa, ulimwengu ulikuwa umeiva na ulikuwa tayari kwa mavuno. Mungu akaupatia rehema ya miaka 500. Miaka 500 Mungu akaiacha mbele. Kitabu cha Mwanzo sura ya 30 kinatangaza namna huyu kijana alivyozaliwa. Na unajua huyu kijana alizaliwa nchi za kigeni. Nataka niwatie moyo ndugu zangu watu wa Mafinga. Jifunze kuangalia wale watu walioshinda. Jifunze kuangalia wale watu waliofanya vizuri. Jifunze kuiga tabia moja iliyoadimu katika maisha. Jifunze kuiga tabia moja iliyoadimu katika familia. Jifunze kuiga tabia moja iliyoadimu ndani ya kanisa. Jifunze kuiga tabia moja iliyoadimu ndani ya ofisi yako. Jifunze kuchukua tabia inayoadimika hata unapokuwa ndani ya basi. Unajua hivi karibuni mnapofunua Mwanzo 30, nilipokuwa nikitoka kambi la Mbeya mjini, wiki moja kama 2 zilizopita. Mbeya mjini kweli? Mbeya mjini. Nikaenda nikalala Singida. Nilikuwa nimelala pale Singida. Nikaenda nikakata tiketi. Unajua unapokata tiketi hujui utakana nani. Ila nimejizoeza hivi. Mungu, ninapotaka kwenda kukata tiketi, Mungu, nipatie mtu nitakaye kanaye anipe faida ama mimi nimpe faida. Ndivyo nafanyaga siku zote. Kwa mimi siendi kukata tu tiketi. Jamani mna siti ya dirishani? Siulizaje za dirishani. Wewe nipe hata ya nyuma tu. Na kama za nyuma zimejaa niweke hapa katikati. Ila ombi ni hili. Nipatie mtu ambaye nitakapokaa naye niwe ni faida kwake ama yeye awe faida kwangu. Nilipoenda kukata tiketi nikapata namba 19. Naikumbuka vizuri. Na ukiona namba unaikumbuka, wakati wewe hata uliokuja nayo kwenye makali hukumbuki, ujue kuna jambo kubwa. Basi ukafika muda kuingia, nikatoa mabegi yangu yakachukuliwa.
Nikapanda kwenda kukaa kwenye kiti changu. Wakati nimepanda hivi, konda akahitaji tiketi yangu, nikampa. Akaiangalia tena. Sasa tulikupa namba 19, nikasema ndio. Sasa hapana, wewe utakaa namba 19. Utakaa namba 12. Hapo nimepanda, nimeshuka. Kwani ushuke unaenda wapi? Akanipa 12. Sikujua. Na nipotupa macho hivi nikaona ile siti tayari ina watu wawili. Kwa hiyo mimi nikaambiwa namba 12 ni katikati. Kwa hiyo 11, 12, 13. Nikaenda nikaketi. Nikamtazama huyu alikuwa kijana. Nikamtazama huyu alikuwa ni baba wa makamu lakini namzidi. Nilipokaa tu namna hii, safari kaanza, lakini kabla haijaanza nikaona huyu mtu anakuwa na wasiwasi. Huyu wa kulia kwangu anakuwa na wasiwasi. Mara anataka kuinuka, mara anajikuna, anajikuta mpaka kwenye anakuna mpaka kwenye matako huko anakuna. Naona anakuna na humu. Yaani nikaona tu pasa, yaani anakuna. Nikaona anakuna humu, anakuna kichwa. Nikasema leo ombi langu halijajibiwa. Unajua kuna vitu vikitokea unafikiri halijajibiwa, kumbe ndilo jibu. Mbona niliomba Mungu unipe ambaye atanipa faida, lakini mbona tu naona tabu sasa, hata tujaanza safari. Nikamuuliza unaenda wapi? Sasa ninaenda Kahama. Kwa hiyo safari ya zaidi masaa 5 tuko wote. Lakini nikasema Mungu siku zote, hata kile kinachoonekana ni giza, hapo mbele kuna nuru, subiri. Tukiwa tumeenda tu umbali hata si mrefu kama kilomita 2-3. Akaniuliza swali, wewe ni nani? Nikamwambia mimi ni msafiri. Sikusema amina. Akaniuliza kwa hasira, wewe ni nani? Sasa mimi ni abiria. Akasema, unajua usinichezee. Wewe ni nani? Nikasema mimi ni mtu. Akatulia. Akasema ni kweli wewe ni mtu. Maana tangu nilipokaa hapa nimesikia tabu kubwa. Nimekosa amani. Mwili wangu wote unawasha. Na kuuliza tena, wewe ni mchungaji? Nikasema umesema kweli. Amina. Akasema sikia. Akatulia. Mimi kila mtu ninayekaa naye huwa ninamuona. Na nilipomtazama hivi, vidole vyake vyote vimejaa pete. Halafu mkono wake umejaa bangili mpaka hapa. Akasema mimi nikikaa na mtu huwa namuona. Ila tangu mekaa hapa nimejaribu kukutafuta, nina seti huku, na seti huku. Kila nikiseti hivi nasikia kuna vitu vinanichoma. Wewe ni nani? Nikasema mimi ni pasta wa kanisa la Waadventista wa Sabato. Amen. Akasema hii kazi yangu sasa nitaiacha. Niwaambiage. Tuliongea neno mpaka mwisho. Na akasema mimi ni mganga ninayeaminika. Naenda mikoa yote Tanzania. Nimetoka, kaniambia nimetoka Dar es Salaam, anakwenda Kahama, kimaza anaenda Simia, kitoka Simia anaenda Sumbawanga. Ni mtu anayezunguka anasema tangu nilipokaa na wewe nimesikia nguvu zimeniishia na kuahidi mchungaji, sasa mambo haya yote ninaenda kuyaacha. Na akasema mchungaji utakuja nasikia kuna kitu kinaitwa kubatizwa. Nikasema ndio, utakuja kunibatizia Maswa. Na Maswa ni katika jimbo la South Nyanza. Nikasema nitakuja kwa jina la Bwana. Kitabu cha Mwanzo sura 30. Mstari wa 22 hadi mstari wa 25. Mwanzo 30 mstari wa 22 hadi 25 inasema, Mungu akamkumbuka Raheli. Mungu akamsikia, akamfungua tumbo. Akapata mimba, akazaa mwana. Akasema, Mungu ameondoa aibu yangu. Akamwita jina lake Yusufu, akisema Bwana aniongeze mwana mwingine. 25. Ikawa Raheli alipomzaa Yusufu, Yakobo akamwambia Laban, nipe ruhusa niende kwetu.
na kwenye nchi yangu. Biblia inashuhudia kitu cha kushangaza, nacho tamani uondoke nacho katika makambi ya mwaka huu tunapofunga mwaka, ya kwamba wakati Raheli alipokuwa ameolewa kuna kitu kilifanyika. Nikana kwamba Mungu alimsahau, nikana kwamba Mungu alilifunga tumbo. Neno hili limesema alilifunga tumbo. Utalikuta linasemwa kwa watu wachache katika Biblia. Lakini wakati kijana huyu anaelekea kuzaliwa, wakati kijana huyu anaelekea kupatikana, huyu ninayezungumza habari zake, ambaye Biblia imempatia karibu sura sio 10 tu, karibu sura 13 za Biblia zimemsema kijana huyu yumkini kuliko hata watu wengine wengi katika Biblia. Wakati anaelekea kuzaliwa, asubuhi yake ilipokuwa inakuja, Biblia inaandika ya kwamba huyo Mungu wa mbinguni akamkumbuka mama yake. Na historia inaniambia wakati Raheli anakumbukwa, wanawake wengi waliokuwa wa namna yake, wewe ni watu wa mashariki, wewe ni watu wa magharibi, wewe ni watu wa kusini, wewe ni watu wa kaskazini, wengi walikumbukwa. Yaani wakati Yusufu anaelekea kuzaliwa, ni kama Mungu hakumkumbuka tu Raheli. Mungu alifungua kakifungo, akamwangalia na mtu mwingine, akamwangalia na mtu mwingine, akamwangalia na mtu mwingine. Nikana kwamba ilikuwa imekuja mvua inayoweza kuendea watu ambao ni wenye haki na wasio wa haki. Na kwa hiyo Mungu akawakumbuka, akamkumbuka na Raheli, kwa sababu kuna mtu ambaye anaelekea kuzaliwa, ambaye dunia yote itabarikiwa kwa uwepo wake. Je, wewe siku ile unabatizwa? Kuna hata watu wengine walielewa kuna mtu amebatizwa. Hivi wewe tangu umekaa katika mji huu unaokaa, kuna mtu amewahi kusema wewe umekuwa mbaraka kwangu? Na nataka nikuuliza, hata mke wako mwenyewe unaishi naye tangu umemuoa mpaka leo, amewahi kukwambia wewe mume wangu ni baraka kwangu? Wewe mama uliyekaa hapa unaisikiliza, wewe uliyekaa hapa najua umebarikiwa, uliwahi kusikia hata mume wako anakuambia ya kwamba tangu umekaa nami umekuwa baraka kwangu? Hao watoto unaokaa nao, je, kuna siku ambayo waliwahi kukuijia kama baba, waliwahi kukuijia kama mama, wakakwambia mama sikia, wewe kwa kuwa mama yetu, wewe kwa kuwa baba yetu, tunaona ni baraka, tunajivunia kuwa nawe, tunajivunia wewe kuitwa baba yetu, tunajivunia wewe kuitwa mama yetu? Je, hao watu wanaokuzunguka, unaofanya nao kazi, unaolima nao, unaotembea nao barabarani, ambao unauza nao sokoni, kuna siku ambayo mtu mmoja ama watu wawili waliwahi kukwambia wewe umekuwa baraka kwetu? Utamwendeleaje mtu ambaye hujawahi kuwa baraka kwake? Utamwendeleaje ndugu ambaye hujawahi kuwa baraka kwake? Wakati nimemaliza form 4, ikiwa na imani hii ya Kiadventista, nikaenda Dar es Salaam. Dar es Salaam nina wajomba 3 na wote ni wanajeshi. Mmoja alikuwa amewahi kunijia aliposikia mimi nimekuwa Mwadventista Msabato. Nilikuwa Mwadventista Msabato nikiwa darasa la 4. Yaani wakati naingia darasa la 4, Uadventista ukanijia. Na kama mtaniruhusu ngoja niwaonyeshe ulivyonijia kwa sekunde moja. Nilikuwa napenda sana kusoma Atlas. Nilikuwa napenda kujua miji mikuu yote ya dunia yote. Nilikuwa napenda kujua mito yote ya dunia yote. Nilikuwa napenda kujua milima ya dunia yote. Na kwa hiyo nilikuwa naiangalia Atlas kwa makini. Na nilikuwa nimeenda kukaa kwenye mti ambao niliupanda mwenyewe. Nilikuwa nimekaa namna hii. Walikuja watu 3 wakaweka kambi chini ya mwembe. Nikawa na watazama hivi nikiwa darasa la 4, siwaelewi. Maana lile eneo nililokuwa hakuwepo Mwadventista Msabato hata mmoja. Shukuru wewe umezaliwa unawakuta Mwadventista Msabato. Hata kundi, hata tawi, hata mtu hakuwepo hata Mwadventista mmoja. Yaani Uadventista mimi sikupata kutoka kwa watu waliokuwepo, niliupata kwa watu waliokuja. Amina hapo hamna nyimbo. Sikia. Wakaja wakaweka kambi watu 3, ilikuwa siku ya Ijumaa.
Siku ya Jumamosi nikaenda nikakaa kwenye mti wangu nikiwa na watazama. Hawa ni akina nani? Vijana watatu. Nikiwa darasa la 4 nina atlas yangu naisoma. Likaja neno moja kutoka kule kama mshale uliopakwa sumu. Hili likaja limevilingika, likafika likapiga moyo. Lilipoingia kwenye moyo kama baruti, likasambaratisha moyo kutoka kamoyo kajiwe, kakatepeta kakawa kamoyo kanyama. Nikasimama. Nikaenda nyumbani. Nilipofika nyumbani nikafika tunamwambia baba, mimi kuanzia leo msabato. Wewe unataka mahubiri mpaka 20. Wenzako neno hili tu. Hili. Jamani hili hapa. Kwa nafikiri uongofu unahitaji maneno 20? Ni moja tu. Moja tu. Likishaingia mahali sahihi. Nikamwambia baba mimi nitakuwa msabato. Baba kanipiga vijembe, nikajua baba kilichoingia hapa hakiwezi kutolewa kwa vijembe. Nikaenda sekondari. Nilipomaliza nikaenda Dar es Salaam. Nataka nikupe habari ya Yusufu kuwafikia ndugu au kuwatafuta ndugu. Nikiwa pale wajomba alikuwa ameshakuja, mmoja aliposikia nimekuwa mwalimu wa msabato akaja nyumbani. Kuja kwa mama yangu. Waje wanionye kabisa kiasi cha kutosha. Hakunikuta. Na kwa hivyo nilipomaliza shule nikaamua kumfuata kule. Nilipomfuata wakaitana. Mmoja alikuwa Mbweni JKT, mwingine alikuwa hapo Dar es Salaam hapo, mwingine alikuwa Zanzibar. Wakaitana wote, wa Zanzibar kaja na ndege, wakanikusanyikia wote watatu. Akaniambia tuambie umesikia nini? Mjinga, mpumbavu, shenzi. Mmoja akanipiga na teke na buti. Nikaambia wajomba, hamna sababu ya kunipiga. Mkae. Wakakaa. Tukaanza. Kufikia saa 8 usiku wawili wakalala, kabaki huyu wa Zanzibar. Ndiye alikuwa king'ang'anizi. Yule wa Zanzibar tukaenda naye mpaka saa 10 asubuhi. Tangu tulipomaliza chakula hatukulala. Ni Biblia tunafunua unabandika. Wanauliza swali na bandika. Wanauliza swali na bandika. Wanauliza swali na bandika. Hiki kitabu kinachoitwa Daniel hiki cha Julius Smith nilikimaliza mimi kabla sijamaliza form 4. Wakiuliza hivi napangwa hivi. Kama pasa sema ninavyopangwa. Napangwa hivi. Walipofika mahali hiyo asubuhi inapambazuka, wale wawili wakasema mjomba, wakamwambia mwenzao endelea naye, sisi ngoja tukatafute maswali huku tunakokwenda. Yule wa Zanzibar ilikuwa arudi siku hiyo, akaahirisha, akasema hapana. Tukaondoka tukatembea naye, tukaenda mpaka Tegeta. Mnaojua Tegeta? Nikiwa pale Tegeta tukatafuta darasa moja. Sasa mjomba, nataka uniambie kabisa umeamini nini? Nikaingia ubaoni, nikachora ile Daniel sura ya 7, nikachukua ile Ufunuo 13, nikachukua na Ufunuo 17, nikachukua na Ufunuo 18, halafu nikamchora Yesu anakuja Ufunuo 19, nikabandika hapa. Alipotazama, maana zile picha nilikuwa nimeziweka kichwa, alipoona akasema mjomba, acha na mimi sabato. Unafikiri ni kula viazi mviringo? Ina gharama kufikia moyo wa ndugu, ina gharama. Aliporudi akawaambia ndugu zake, jamani, alichokiamini mjomba ni kweli na mimi nimekuwa msabato. Wakasema wote walikuwa wamenunua kuku, wote hamtakula kuku wetu. Na hatukula. Kukatisha habari. Hivi ninavyozungumza wote tangu mwaka wa 92 wote ni wa Adventista wa Sabato. Na wananifurahia. Wanasema hukukata tamaa, hukutuogopa. Tunafurahia ulichokipana ndani yetu. Sasa Yusufu alipozaliwa, Biblia inasema Mungu akamkumbuka Raheli. Halafu Mungu akamfungua tumbo. Unajua kuna watu ambao wanapokuja katika uso wa nchi, hata vilivyokuwa vimefungwa vina tabia ya kufunguka, hata vilivyokuwa vimekaza vina tabia ya kulegea, hata vilivyokuwa vimeshindikana vina tabia ya kuwezekana. Huyo Raheli akakumbukwa na akafunguliwa tumbo. Na nilipokuwa nikiangalia hili neno halikuishia kwake. Ngoja nikwambie mpendwa, injili ya Yesu Kristo inapokuanzia wewe, inataka na mtu mwingine, inataka na mtu mwingine, inataka na mtu mwingine, ili unapokwenda mbinguni
ulimwenguni. Ukitazama namna hii, matunda ya kazi ya mdomo wako, matunda ya kazi ya talanta yako, matunda ya kazi ya mali yako, matunda ya kazi ya shamba lako, matunda ya kazi ya taaluma yako, utakapotazama hivi useme yatosha. Mungu anakutaka uitumie talanta yako. Na kwa hivyo akamkumbuka, akalifungua tumbo, na alipolifungua tumbo sasa akapata mimba. Anapopata mimba akamzaa kijana, akamwita Yusufu. Akasema bila shaka Mungu ataniongeza. Unajua bila shaka Mungu ataniinua. Unajua bila shaka Mungu atanikweza. Unajua bila shaka Mungu atanipaka mafuta. Unajua bila shaka Mungu atanijaza neema. Nami nitakuwa ni mwanamke ninayekubalika, nitakuwa ni mshiriki ninayekubalika, kwa sababu nimezaa kijana anayeitwa Yusufu. Nitaongeza vilivyokuwa vimepungua. Akasema aibu yangu imeondolewa. Akasema hiki ndicho kizazi cha Yakobo. Yusufu alikuwa kichunga na ndugu zake. Yusufu hakuchunga kondoo. Unapowasoma ndugu zake, wao walikuwa na chunga kondoo. Lakini Yusufu, Biblia inasema alikuwa kichunga kondoo na ndugu zake. Alikuwa kichunga na ndugu zake. Yaani kwa lugha nyingine ni hivi, Yusufu yeye alikuwa achungi kondoo tu. Alikuwa na mchunga na Rubeni, alikuwa na mchunga na Simeoni, alikuwa na mchunga na Lawi, alikuwa na mchunga hata na Naftali. Alikuwa na wachunga wote. Anachunga kondoo, anachunga na ndugu zake. Unajua Yusufu hakuwa kama Kaini. Unajua Kaini, Mwanzo 4:9, alipokuwa amekwisha kumuua ndugu yake, Mungu anamuuliza Kaini, ndugu yako yuko wapi? Mjomba wako yuko wapi? Mwimbaji mwenzako yuko wapi? Unajua Kaini anamjibu Mungu, anasema, kwani mimi ni mchungaji wa ndugu yangu? Kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Lakini Mungu anamwambia, sikiliza Kaini, na isikia damu ya ndugu yako inanililia. Kijana Yusufu hakuwa wa namna hiyo. Alikuwa na wachunga wote. Alikuwa anajua namna ya kukaa nao. Alikuwa ni kijana mtulivu. Alikuwa ni kijana aliyekuwa tayari kutumwa. Kijana Yusufu alikuwa mnyenyekevu. Alikuwa mnyenyekevu kwa Rubeni. Unajua, ili tuweze kuwafikia ndugu zetu, ni lazima tukubali kwa wanyenyekevu. Kuna saa ndugu zetu hawatahitaji dini yako. Kuna saa wanahitaji kuona tabia yako. Kuna saa wanahitaji kuona mwenendo wako. Kuna saa wanahitaji kumuona Mungu wako. Kuna saa wanahitaji kuona matendo yako. Unaweza kuambia mambo yote, unaweza kuambia misingi yote, lakini kama hawajaiona tabia ya Yesu Kristo ndani yako, sikiliza nikwambie mwana Mafinga, wataiona tu dini, na hivyo hawatakuwa na sababu. Hasa katika ulimwengu huu wa roho, watu wanahitaji kumuona Mungu kwako. Je, ukikanyagwa hivi unawaambia watu, ungenikuta sijabatizwa leo hapa ngumi zingecharazwa? Mzee Kisaka akiwa kwenye gari siku moja akakanyagwa. Akiwa amekanyagwa, hiki kisa nilikisikia. Yule aliyemkanyaga akana mwambia, baadaye Sagatoa akamwambia, samahani mimi ndiye niliweka mguu vibaya. Unaweza kumwambia mtu hivi? Eti wewe ndio uliweka mguu vibaya na umekanyaga? Unaweza? Mwimbaji wa Pipeline, unaweza? Si unasema umenichezea siku nyingi, nimeshakuona tu siku nyingi ulikuwa unanitafuta. Unajua lazima Yesu Kristo aonekane alivyobadilisha maisha. Hata unapokuwa katika ofisi, acha watu wote waishi ofisi, wewe muishi Yesu Kristo. Unapokuwa katika barabara, mtu amechukua siti yako, unagombania ile siti ulitengeneza wewe. Yaani mtu amekutoa tu dirishani, unapambana naye mpaka unaelekea hata kupasuka mishipa. Si umwache akae. Mama tu akipika chakula tu hata kijaiva kidogo, sasa utanitambua. Kama ule wimbo wanaimbaga, utanitambua sisi kwa matunda yao. Tabia
Yusufu alikuwa anaweza kukana Rubeni, mtu wa harara. Yusufu alikuwa anaweza kukana Lawi, mtu mkali. Yusufu alikuwa anaweza kukana Simeoni, mtu wa hasira. Alikuwa anaweza kukana Naftali, mtu asiyejali. Alikuwa anaweza kukana Gadi, mtu ambaye hata Biblia inapomsema inaonekana ni kijana ambako kanachukua neno hili kanapeleka kule, katika mtu kanakochanganya mambo. Alikuwa anaweza kukana Benjamin, kijana asiyekuwa na mama yake. Yusufu alikuwa gichunga na wana wa baba yake. Alikuwa anachunga na ndugu zake. Anachunga kondoo, anachunga na Rubeni. Anachunga kondoo, anamchunga na Lawi. Anachunga kondoo, anamtakia mema, anamtakia mafanikio. Ninamwona anamtanguliza Rubeni, namwona anamtanguliza Lawi. Kama kuna mayai 5 yuko tayari kukosa, angalau Lawi apate. Kama kuna mayai 9 yuko tayari kukosa, angalau Rubeni apate. Kama kuna mayai 11 yuko tayari kukosa, wengine wapate. Alikuwa ni kijana mchungaji aliyejua kulea, aliyejua kutunza, aliyejua na kuchunga. Simuseme amina. Amen. Yusufu alikuwa kichunga na wana wa baba yake. Akiwa mtulivu, alikuwa kama mtumwa. Alikuwa kichunga hata na wana wa Biliha. Unajua ile familia ilikuwa kama imegawanyika. Wale wana wa Ruben, wale wana wa Lea walijiona wao ndio daraja la juu, na wale wana wa Zilpa walionekana kama tu watumwa, na wale wana wa Biliha walionekana tu kama watumwa, na hawa wana wa Raheli walionekana kama watu walioingilia ndoa ya mama yao, na kwa hivyo kulikuwa na mpasuko mkubwa. Lakini kijana Yusufu alijua namna kuunga familia. Alijua namna kuwavuta wana wa Zilpa na kuwaunganisha na wana wa Lea. Alijua namna kuwavuta wana wa Biliha na kuwaunganisha na hii familia. Biblia mpaka inasema akaanza hata kupeleka mambo mabaya ya mgawanyiko aliyokuwa na wahusu. Alikuwa apeleke habari mbaya. Alikuwa ni mchungaji huyo. Alikuwa ni mchungaji sio wa ndugu zake tu. Alikuwa ni mchungaji mpaka wa mama yake. Alikuwa ni mchungaji mpaka wa baba yake. Alikuwa ni mchungaji mpaka wa bosi wake. Alikuwa ni mchungaji hata wa kaka yake. Alikuwa amezaliwa akiwa wa 11. Alikuwa anacheza mpira kurudisha katikati ya uwanja. Alikuwa ni namba 11 ndio, lakini alicheza mpira wa familia kuliko wote waliomtangulia. Akiwa anachunga nao, akiwa anaweza kuishi na hawa vijana. Unajua, nataka niwaambie ndugu zangu, ni lazima tujue namna kuishi katika ulimwengu huu. Ni lazima tujue namna ya kukaba katika ulimwengu huu. Ulimwengu huu unahitaji tuwe na ati ya namna ya kuwafikia ndugu. Wewe ni kiunganishi, kiasi ya kwamba usipokuwepo katika hiyo ofisi mpaka bosi wako aseme leo hakuna mtu. Mama, kuwa kiunganishi kwa familia mpaka mume wako afike mahali aseme asipokuwepo huyu mwanamke ninahisi kupungukiwa. Sikiliza nikwambie, kinachotesa wanadamu wengi ni ukuu, kutafuta ukuu. Watu wanahangaikia ukuu. Watu wanataka watambulike kama wakuu, wanataka waheshimiwe kama wakuu. Lakini sisi ambao ni washiriki wa Adventista wa Sabato tunaheshimiwa na Mungu, maana kila anayemtumikia Mwenyezi Mungu ataheshimiwa. Simuseme amina. Je, nikiheshimiwa na mimi, heshima yako ya nini kwangu? Kuna waimbaji fulani wanasema atakuheshimu, Mungu atakuheshimu. Nataka nikwambie, Mungu akikuheshimu utaheshimiwa. Yusufu akawa ni ndugu. Na ndio maana Biblia inamaliza kwa kusema maneno haya. Yusufu siku moja anatumwa na baba yake. Hebu soma mstari wa 12 mchungaji. Soma mstari wa 12. Ni wacha watakatifu wa kale. Hawahitaji mambo mengi. Wanahitaji wazo moja tu. Wale watu ambao wanaweza kutambua kusudi la moto huu kwa upande wa ndugu. Karibu msomaji, mstari wa 12. Mstari wa 12. Iko fungu linalosema kuwaendea ndugu kunahitaji ati. Tukubali kwa wanyenyekevu. Tukubali kwamba sisi tumetumwa. Tukubali kwamba sisi ni wajumbe. Na wa kwanza tu anayestahili kutuheshimu sisi ni Mungu kwanza, halafu mengine baadaye. Kubali Mungu akuheshimu. Ukimtumikia Mungu atakuheshimu. Mwanzo 37 mstari wa 12. 37. Mwanzo 37 mstari wa 12.
Neno la Bwana linasema ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao huko Shekemu. Yatosha. Limeisha fungu pasa. Limeisha. Lina maana. Ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo Shekemu. Sikiliza. Hebroni lilikuwa ni bonde, maana alimtuma kutoka katika bonde. Hebroni kulikuwa na malisho tele. Unajua ndugu zako hawako karibu kama unavyofikiri. Hawa ndugu zako utakao waendea wako mbali. Wako mbali na ulipo. Kuna wengine wanaweza kuwa kanisani, hawako kanisani, wako mbali. Wakaenda kuchunga kondoo Shekemu. Na unajua baada ya Yusufu kuota zile ndoto mbili. Zile ndoto mbili alipoziota ziliwatawanya ndugu. Unajua wale ndugu walikuwa na mawazo yaliyoharibika. Walikuwa wameshaiga tabia ya Esau. Unajua Esau ni mtu ambaye alichukua mali zote alizozipata katika nchi ya Kanaani akazipeleka kule mbali. Labda pasi usome ile fungu kwa mtu fulani. Mwanzo 36 mstari wa 6. Mwanzo 36 mstari wa 6 nasema, Esau akawatwaa wakeze na wanawe na binti zake na watu wote wa nyumbani mwake na ng'ombe zake na wanyama wake wote na mali yake yote aliyoyapata katika nchi ya Kanaani, akaenda mpaka nchi iliyo mbali na Yakobo nduguye. Asante. Tosha. Unajua wakati Yakobo alipokuja katika nchi hii, Esau yeye, uangalie jambo la kushangaza, mcha Mungu, mtu wa makambi. Eneo ambalo ndio miliki yao. Eneo ambalo ndilo Mungu amelitenga kwa ajili yao. Akawachukua kila kitu alichokuwa nacho kutoka katika nchi ya Kanaani, nchi ya baraka, akaenda navyo mpaka kule mbali Seiri. Na sasa Biblia inasema wakati Yusufu akiwa anachunga pamoja na ndugu zake, walikuwa wanachunga Kanaani. Leo wanachungia hapa Kanaani, kesho wanachungia hapa Kanaani. Maana kulikuwa na malisho tele, kulikuwa na maji tele, kulikuwa na malisho tele. Wanachungia hapa. Hata kama wangelichunga miaka na miaka, Kanaani ilikuwa inatosha kwa malisho miaka yote. Lakini hebu angalia, Yusufu alipowaambia zile ndoto mbili, wakaanza kubadilisha eneo la kuchunga. Na mwandishi mmoja ananiambia siku anaenda kuchunga hii safari wanakoenda Shekemu, Yusufu alimtoroka. Yaani nikana kwamba Yusufu walimtengenezea mazingira ili asiweze kujua wanakokwenda. Nikana kwamba walimkataa, nikana kwamba walimtupa, nikana kwamba walimnenea mabaya. Ndio maana Yesu anafika maana anakuambia, utakaposikia ukinenewa mabaya, wewe sio kazi yako kujibu. Wewe ni mwinjilisti wa mataifa. Unaanzia Yerusalemu, unakwenda mpaka Yudea, unakwenda mpaka Samaria, unakwenda mpaka mwisho wa nchi. Usishughulike na mambo madogo madogo yasiyo na maana. Nakuta mtu anapoteza muda anaangalia tu majitu tu. Na kwa hivyo wakaondoka. Nikana kwamba wamemtelekeza, nikana kwamba wamemkataa, nikana kwamba hawataki ambatane nao. Lakini yeye anawatafuta, anaweza kujua kuna namna kukaa nao. Amejifunza tabia zao, amejifunza mienendo yao. Unajua Yusufu hakutafuta watu wamfanane, alitafuta kuwafanana ili wamfanane. Alitafuta wamvute ili awavute. Alitafuta kuwafurahisha ndipo amfurahishe. Alitafuta kuwasamehe ndipo amsamehe. Wakaondoka wakaenda Shekemu. Wakaacha bonde la Hebroni, wakaliacha bonde. Kuna watu wameliacha kanisa, kuna watu wametoroka kanisa, kuna watu wameacha imani, kuna watu wameacha Biblia, kuna watu wako pamoja nasi. Tulikuwa tunalisha nao, tulikuwa tunakula nao, tulikuwa tunajifunza nao, tulitunza sabato nao, tulifanya kazi nao. Kabla hawajainuliwa walikuwa pamoja nasi, kabla hawajawa wafanya biashara maarufu walikuwa pamoja nasi, kabla hawajapata kazi nzuri walikuwa pamoja nasi. Lakini leo wameenda mpaka Shekemu, wakaenda kuchunga Shekemu.
Na unajua wamesahau Shekemu kwamba ndiko alikoondoka jina la baba yao likinuka. Wamesahau Shekemu ndiko alikopora mali. Wamesahau Shekemu ndipo jina lipoharibiwa. Wamesahau Shekemu ya kwamba ndiko mahali ambapo Yakobo aliondoka usiku wa manane. Maana wameleta maangamizi, wamewaua watu wa Shekeli kwa sababu waliwaambia watahiri ili waweze kumwoa Dina. Wamesahau ya kwamba sio nchi salama, lakini wamechukua mifugo yote, wamechukua ng'ombe wote, wamechukua kondoo wote, wamewapeleka Shekemu, wamewapeleka kwenye vilabu, wamepeleka kwenye bia, wamepeleka kwenye uchawi. Yani wameenda mbali wakaenda Shekemu. Kuna ndugu zetu wako Shekemu na ni kazi yetu kuwatafuta. Kuna wake zetu wako Shekemu. Kanisa, katika eneo hili la kwenda mpaka huko alikokwenda Yusufu, ambako ndiko nataka nimalize nako. Nataka uone unavyotakiwa uende. Mungu ametutengenezea barabara na tutakwenda kwa njia zote. Kila njia ya usafiri lazima tuitumie. Wale mnaokumbuka wakati Biblia inazunguka mwaka 2008, ilipozunguka Biblia haikuacha mji hata moja, hata Mafinga alipita. Ni kweli au si kweli? Na watu ambao wanatabia kuona matukio kama yanayopita, hilo sio tukio lililopita, ni tangazo ulikuwa unaambiwa. Mungu apitisha vitu tu hivi. Yeye sio mazingaombwe kama pasa anavyosema. Ni mtu ambaye akitoa kitu ana maana. Na hakuna kitu kinachokuja kwa bahati mbaya. Mungu si mtu anayeonyesha tu anasema haya limepita hili. Ukiona limepita ni jambo meachiwa. Ni kazi yako kukaa unalitazama ndani yake. Hawa ni ng'ombe 10. Katika hawa ng'ombe 10 kuna kitu kimoja kinaitwa zaka. Si ni kweli? Si hilo tunafahamu wote. Na unafikiri Mungu anataka hela? Hivi kweli Mungu anaweza kutaka hela kweli kwa pasandabini? Kakoti tu kamoja haka. Anayemiliki migodi na kila kitu atatakaje pesa kwa pasandabini? Hiyo ni njia ya Mungu kunipeleka kwake. Hiyo ni njia ya yeye kunipigisha hatua kumkaribia. Sio njia ya yeye kunikaribia. Yeye alishanikaribia, yuko pamoja nami, ni omnipresence, ni omniscient. Hawa ni ng'ombe. Sasa ili nipate zaka sitahesabu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Haya sio magunia mahindi. Watatembea. Nataka uone kitu fulani kwenye na kutuma Shekemu. Ndugu zako wanachunga katika Shekemu. Na utalazimika kwenda mpaka Dothan. Na utalazimika kwenda mpaka Misri. Huyo Yusufu aliyekuwa na chunga na ndugu zake. Ninyi ni ng'ombe, sawa? Ng'ombe wakubaliga ninyi si hawa ng'ombe kweli hawezi. Hawa ng'ombe kweli. Hao na watu hawa. Sasa Mungu aniwie lazima nikiwachukulia dakika hizi 2, maana hiki kitu amekileta tu moyoni na tunaheshimu roho wa Mungu anavyotenda kazi. Japo anatenda kwa utaratibu. Sasa niombe hivi, ninyi ni ng'ombe mtaanza tu kupita. Mimi atakayekuwa wa 10 hapa ndiye zaka. Anzeni kupita, mlango ni wapi? Kimbieni kama unakimbilia majani na maji. Anzeni kupita. Wewe ng'ombe nenda kabisa. Msitegeane. Haya. 10. Haya rudini. Huyu ni zaka. Sio kamili. Huyu hakuna neno kamili, huyu hana neno kamili huyu. Huyu ni zaka. Maana zaka yenyewe maana yake ni moja. Yaani kama ni mahesabu ni 1 ya 10 ndio maana neno zaka. Hakuna sabato nusu, hakuna sabato kamili. Ni sabato, siku ya saba, jioni hadi jioni. Huyu ni zaka. Ili iweze kuwa kamili, Mungu akamwangalia Adam, akamwona hana naye fanana naye, si ndio? Akamletea mtu akamchomoa. Akamletea, akawa mtu kamili. Sasa ngoja huyu akamilishwe. Ili akamilishwe lazima tupate kingine cha pili kinaitwa mincha. Hebu semeni mincha. Semeni mincha. Hayo maneno yote ni ya Kiebrania.
mincha. Hizi sadaka nazo zina majina kabisa, na usipozijua hii inakaa wapi, utavuruga tu mambo hapo. Na ndio utakuwa unafikiri ukichangia hivi ndio sadaka. Hiyo ina jina lake. Inaitwa mincha. Inayokwenda na huyu ni mincha. Na ipataje? Lazima niwaangalie aliyenona, mzuri, mrembo. Chomweni sasa, yupi mzuri? Wote wazuri sawa. Yupi? Watatu kutoka? Jamani, kwa hiyo tumchomoe huyu eti. Jamani, napenda wanawake huyu. Haya ndio vingi. Basi ninyi sio ng'ombe. Namaliza tu hili, tulimaliza kwa njia hii. Nataka niwaulize swali jepesi. Huyu angeweza kuwa zaka? Huyu angekuwa wa 10 angekuwa zaka? Kuna mtu hajaelewa. Huyu angekuwa wa 10 angekuwa zaka? 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 Msichoke. Huyu angekuwa wa 10 angekuwa zaka? 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 Therefore, sikiliza sifa ya hii sadaka. Sifa ya hii sadaka haitakuwa chini ya zaka. Maana yake nini? Kama hii ni moja ya 10, huyu nafasi nayo ikaba yeye, sio na sadaka zingine ujumlishe ndipo useme kwamba sasa hii ndio imezidi. Hapana, utakuwa umechanganya sadaka. Huyu yeye mwenyewe kwa jinsi alivyo anashika nafasi ya moja ya 10 kujumlisha. Kwa nini? Kwa sababu tumemchagua. Huyu hatukumchukua tu, hatukuhesabu tu, tumemnyofoa kwa sababu ya ubora, tukamsimamisha hapa. Hii ndio kamili. Wewe mbingu zinaposema leteni zaka kamili, ukapeleka hii sogea kidogo, utahangaika bure. Ipeleke, kazi isonge mbele, lakini kwa mujibu wa kulikubali neno umelikataa. Huyu sogea binti, nisikushike mbele za watu. hata pasipo na tusikushike. Amen. Ikishashikana hii ndiyo inashika neno kamili. Nazungumuza sasa Mungu anavyotumwa, Yusufu anayetumwa. Uone namna alivyokuwa. Umwelewe Yusufu. Ndiyo maana hata Potifa baadaye hakuogopa kumpa chochote, alimkabidhi vyote na akasema sitajua chochote isipokuwa tu mke wangu. Hii ndiyo inayokwenda mpaka mwisho wa nchi. Sio hii tu wala hii tu. Hii tutaigawanya asilimia fulani tabaki kanisa mahalia. Tutaigawanya sehemu fulani itaenda union conference. Tutaigawanya sehemu fulani itaenda mpaka union. Tutagawanya sehemu fulani itaenda mpaka division. Tutaigawanya sehemu fulani itaenda mpaka general conference. Huyu naye ni vile vile. Tutamgawanya sehemu fulani atakuwa conference. Tutamgawanya sehemu fulani atakuwa union. Tutamgawanya sehemu fulani atakuwa division. Utamgawanya sehemu fulani ataenda general conference. Wanakwenda wawili. Ni kama shoto. Haya mtakuwa mnasema nyewe wenyewe. Nikisema shoto kulia tena. Moja mbili tele. Shoto kulia, shoto kulia, shoto kulia, shoto kulia. Sasa tunaimba hawa wawili. Moja tunasema zaka sadaka. Anamtafuta Rubeni, anamtafuta Simeoni, anamtafuta na Lawi, anamtafuta na Naftali. Wakati ametafuta kiasi cha kutosha, akamtokea mtu mmoja akamwambia, unawatafuta nani? Akasema nawatafuta ndugu zangu. Akamwambia niliwasikia wanakwenda wapi? Dothan. Alienda. Simsema amina. Akaenda mpaka Dothan. Alipofika Dothan akawakuta ndugu zake. Akawaona ndugu zake. Akawafikia ndugu zake. Walimuuza ndio, lakini alikwenda mpaka Misri. Hakugoma, hakulalamika. Popote na Yesu alikwenda. Ninaomba mtu wa makambi, mtaa wa Pipeline, nenda popote na Yesu. Kwa talanta zako nenda pamoja na Yesu. Kwa mali zako nenda pamoja na Yesu. Kwa mvuto wako nenda popote na Yesu. Kwa umri wako nenda popote na Yesu. Ukawe kijana katikati ya wana wa Biliha na wana wa Zilipa. Mchana wa leo, wangapi mnasema mko tayari kwenda popote na Yesu Kristo?
muinue mikono. Mnaweza kusimama kwenda popote. Yawezekana katikati yetu kuna vijana wanasema tunataka kuwa wachungaji. Katikati ya huu mkutano yawezekana wapo vijana wanasema tunatamani kuwa wachungaji. Hebu ninaomba mmoja wachungaji washike mikono. Iwe ni makina mama ni akina mama. Mnasema tunatamani kuwa wachungaji. Tunaomba mmoja. Tunataka kuwa wachungaji. Ubariki. Karibu. 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 Amina. Karibu. Karibu. Mbarikiwe. 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 Njoni. Njoni. Mubarikiwe. Sisi ni Mungu kwanza tu, ya dunia tumeweka kando. Mengine baadaye sisi ni Mungu kwanza tu, ya dunia tumeweka kando. Mungu kwanza, Mungu mbele, Mungu daima, atangulie maisha yetu. Hakuna kulala, hakuna kusinzia, sisi watoto wa Sayuni. Mengine baadaye sisi ni Mungu kwanza tu, ya dunia tumeweka kando. Mengine baadaye sisi ni Mungu kwanza tu, ya dunia tumeweka kando. Sifa, heshima, shukrani twaleta kwako Mungu, mpaji wa vyote. Umetutendea maajabu, umetutendea makuu. Asante Jehova, Jehova Yahweh, haleluya. Ndimi zetu zakiri wazi, umetenda maajabu. Sifa, heshima, shukrani twaleta kwako Mungu, mpaji wa vyote. Umetutendea maajabu, umetutendea makuu. Asante Jehova, Jehova Yahweh, haleluya. Ndimi zetu zakiri wazi, umetenda maajabu. Wengine wanasema mimi wa Apolo, wengine wanasema sisi ni wa Kefa, wengine wanasema wao wa Paulo. Mambo haya yatadumu hata lini? Injili mbona sasa haiendi? Migogoro inadumu kila wakati. Ni wapi tumemwacha Mungu? Mungu anaishi kati yetu. Wengine wanasema mimi wa Apolo, wengine wanasema sisi ni wa Kefa, wengine wanasema wao wa Paulo. Mambo hayo yatadumu hata lini? Injili mbona sasa haiendi? Migogoro inadumu kila wakati. Ni wapi tumemwacha Mungu? Mungu anaishi kati yetu. Bwana tupe umoja kati ya ndugu na ndugu. Kila siku ni masengenyo, upendo wa kweli umetoweka. Huyu na yule hawapatani, kwa nini? Wakati ni wa Baba mmoja. Bwana utujaze imani, tuwe na umoja siku zote. Bwana tupe umoja kati ya ndugu na ndugu. Kila siku ni masengenyo, upendo wa kweli umetoweka. Huyu na yule hawapatani, kwa nini? Wakati ni wa Baba mmoja. Bwana utujaze imani, tuwe na umoja siku zote.
shambani mwako, umetuita tufanye kazi. Uwe mjini au uwe vijijini, sisi pamoja nawe Bwana. Uwe milimani au uwe mabondeni, tutaandamana nawe Bwana. Uwe milimani au uwe mabondeni, tutaandamana nawe Bwana. Sisi tuwaajiri wa shambani mwako, umetuita tufanye kazi. Uwe mjini au uwe vijijini, sisi pamoja nawe Bwana. Uwe milimani au uwe mabondeni, tutaandamana nawe Bwana. Uwe milimani au uwe mabondeni, tutaandamana nawe Bwana. Heshima, shukrani twaleta kwako Mungu, mpaji wa vyote. Umetutendea maajabu, umetutendea makuu. Asante Jehova, ndiwe Yahweh. Oh, haleluya. Ndimi zetu zakiri wazi, umetenda maajabu. Heshima, shukrani twaleta kwako Mungu, mpaji wa vyote. Umetutendea maajabu, umetutendea makuu. Asante Jehova, ndiwe Yahweh. Oh, haleluya. Ndimi zetu zakiri wazi, umetenda maajabu. Heshima, shukrani twaleta kwako Mungu, mpaji wa vyote. Umetutendea maajabu, umetutendea makuu. Asante Jehova, ndiwe Yahweh. Oh, haleluya. Ndimi zetu zakiri wazi, umetenda maajabu. Heshima, shukrani twaleta kwako Mungu, mpaji wa vyote. Umetutendea maajabu, umetutendea makuu. Asante Jehova, ndiwe Yahweh. Oh, haleluya. Ndimi zetu zakiri wazi, umetenda maajabu. Heshima, shukrani twaleta kwako Mungu, mpaji wa vyote. Umetutendea maajabu, umetutendea makuu. Asante Jehova, ndiwe Yahweh. Oh, haleluya. Ndimi zetu zakiri wazi, umetenda maajabu. Heshima, shukrani twaleta kwako Mungu, mpaji wa vyote. Umetutendea maajabu, umetutendea makuu. Asante